Somo letu linalohusu mapenzi ya Mungu. Kwa kila jambo kutafuta mapenzi ya Mungu. Nitaomba. Baba, katika jina la pekee la Yesu Kristo, nakushukuru kwa jioni ya leo takatifu, mojawapo ya siku muhimu zilizosalia duniani, ambazo ndani yake umetusimika tuweze kuwa sauti yako, tuweze kuwa furaha yako, ulimwengu uweze kumulikiwa na sisi, tuwe nuru yako, tuwe taa yako kwa watu. Na kushukuru Roho Mtakatifu liye Mungu pamoja nasi, unayetupa macho ya kuona, mafunuo, mambo ya kufanya, ili tutembee katika mapenzi ya Mungu Baba. Najiweka mikononi mwako nikiwa sauti yako tena jioni ya leo. Bwana, nitumie katika kusanyiko na kundi lako takatifu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Somo letu la leo linaitwa kwa kila jambo tafuta mapenzi ya Mungu. Kila jambo tafuta mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini hasa? Mapenzi ya Mungu ni ule utashi wa Mungu, kwamba Mungu anataka nini. Mungu anataka nini? Anachokitaka Mungu ndicho ambacho tukiishi, tukitende, tukifanye. Yesu akasema njia ni nyembamba iendayo uzimani, ni wachache sana waionayo. Kwa hiyo njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba sana. Njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba sana na ni wachache wanayoiona. Maneno haya yanapozungumzwa pia yanaingia ndani ya kanisa la watu wanayemcha Mungu, wanayemwabudu, kwamba sio tu kuandikishwa kwenye orodha ya kitabu cha kanisa, kuingizwa katika orodha ya waimbaji, kwamba na wewe ni mmoja wa waimbaji, na wewe ni mmoja wa wahubiri, umesomea uchungaji kwa maana ya kupata vyeti vya ukichungaji, naitwa una diploma ya kichungaji, una degree, una masters, una PhD, unaitwa doctor, unazo heshima kubwa duniani. Lakini je, hiyo inatosha kukuthibitisha ya kwamba wewe ni msafiri moja kwa moja ambaye unapaswa kuingia mbinguni? Hapana. Hayo yote unaweza kuwa nayo mazuri, lakini bado swala la kuingia mbinguni linahitaji mtu anayeishi mapenzi ya Mungu kwa kila jambo. Kila kitu tunachokiishi au tunachokitenda, tunapaswa tutafiti na kujua kwamba Mungu anataka nini. Anapendezwa au anachukizwa? Na ukimchukiza Mungu, ukawafurahisha wazazi, ukawafurahisha watu wanayekuzunguka, ndugu, jamaa, marafiki, viongozi wako, taifa lako, utakuwa umeshajiondoa katika safari ya kwenda mbinguni. Maandiko yetu ya msingi hasa tutakayoanza nayo yapo katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 na ule mstari wa 21 mpaka wa 23, anaposema si kila mtu aniitaye Bwana Bwana, anayesema Bwana Bwana, Bwana asifiwe, Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wa Mungu Baba, bali ni wale wayafanyayo mapenzi ya Baba yangu. Hao ndio watakaoingia katika ufalme ule, katika mbingu ile. Wengi siku ile wataniambia, Bwana, tulifanya miujiza mingi kwa jina lako, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya mengi kwa jina lako, na yakatimia kabisa. Lakini anasema atawakana, atawaambia, siwajui mtokako, ondokeni kwangu, siwajui. Atakataa. Kwa hiyo ni swali gumu sana katika hali ya kawaida ya kibinadamu, kwa sababu watu wengi ambao wanatumiwa na Mungu wamebweteka na kuona ya kwamba tayari wanayo njia ya kwenda mbinguni moja kwa moja. Mungu anawatumia
katika hali kubwa. Watu wengi miujiza inafanyika, ishara na miujiza inafanyika, basi wanajitengenezea kiburi na kujiona ya kwamba moja kwa moja wanaingia mbinguni. Lakini kumbe unaweza ukawa katika hali ya kutumiwa na Mungu katika viwango vinavyoonekana vikubwa vya kutisha, lakini usiingie mbinguni. Ndiyo maana ni muhimu sana kuyatafuta mapenzi ya Mungu katika kila jambo. Unaweza ukaomba vitu na ukapewa, na huyo Mungu akakupa, lakini ikawa sio mapenzi yake. Sasa hapo unashangaa ni kwa vipi? Ni kwa sababu ya ung'ang'anizi. Unaweza ukang'ang'ania jambo. Baadhi ya maandiko ambayo tutasoma yanaonyesha jinsi ambavyo watu walivyong'ang'ania mambo kwa Mungu, na Mungu akawaachilia, Mungu akawapa. Lakini katika kuwapa, maana yake ni kwamba hausiki na hicho, hafurahiwi na hicho. Ni kama vile katika hali tu ya kawaida, mtu anaweza akatumia labda vyombo vya sheria akapata haki fulani ambazo anazitafuta kama za kwake, lakini kumbe katumia aidha uongo, hila, mbinu. Kama amechukua mali za watu, amechukua, lakini yeye anaona akafurahia kwamba sheria imempa haki, lakini kumbe Mungu amekasirika katika yale ambayo mtu anayo ameyapata. Sasa cha ajabu ni kwamba hata Mungu mwenyewe anakupa kitu. Tasoma kutoka kitabu kile cha Zaburi sura ya 106 na ule mstari wa 13 hadi wa 15. Anasema aliwapa walichomtaka, lakini akawakondesha roho zao. Sasa huyo ndiye Mungu tunayemwabudu, na ndio maana Mungu anataka, ametuweka katika hali ya utoto, kwamba tuwe watoto wake. Watoto wanaweza wakaongea na baba. Tutaona baadhi ya watu ambao walizungumza na Mungu katika namna ya kama mtu na baba yake kabisa. Na ndivyo Mungu anavyotaka kwa mtu wake aliyeokoka, aweze kuwa na nafasi ya kuzungumza na Mungu. Tunapoeleza habari ya maombi, jinsi ya kuzungumza na Mungu, Mungu anatutaka sana kila siku asikie sauti yetu, tunaongea na yeye. Katika Zaburi ya 106 mstari wa 13 hadi wa 15 anasema, wakayasahau matendo yake kwa haraka, hawakulingojea shauri lake, yaani yale mapenzi yake, ile shauri lake, ile kusudi lake, bali walitamani sana jangwani, wakamjaribu Mungu nyikani, akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Ni maneno ya ajabu kabisa. Akawapa walichomtaka, lakini akawakondesha roho zao. Kwa hiyo unaweza ukang'ang'ania vitu kwa Mungu, ukang'ang'ania, alafu Mungu anasema akakuachia, ushikilie huo moto ukuunguze, uchezee wembe ikukate, au ufe kiroho na kimwili pia. Mara nyingine unaweza ukawa kiongozi, ukang'ang'ania kupata uongozi, ukang'ang'ania kupata shamba, kupata gari, kupata pesa, kupata gari, kupata heshima nyingi kutoka kwa binadamu, lakini Mungu akawa hafurahii kuwa na hivyo. Ni vitu ambavyo vinaonekana kama ni vizuri kijamii na, lakini Mungu akawa hafurahii. Kwa hiyo anataka uvipate kwa wakati sahihi. Wako watu wanang'ang'ania uongozi. Mtu anang'ang'ania uongozi. Kumekuwa na kesi nyingi kwenye makanisa na kwenye madhehebu. Watu wanapotolewa nafasi za uongozi, alikuwa kiongozi idara fulani, alikuwa mzee wa kanisa, alikuwa kiongozi katika ngazi fulani ya kiaskofu na hivi na hivi, uongozi mbalimbali, mtu anang'ang'ania. Yaani mtu wa Mungu ambaye ameokoka kabisa, mpaka anakwenda mahakamani, anatengeneza kampeni watu wamuunge mkono. Kwa nini ananyang'anywa nafasi ya kuongoza? Unajiuliza ya kwamba
hiyo kazi anayoifanya ni ya nani? Kama Mungu alikuwa anamtaka awe hapo, basi Mungu angemdumisha. Lakini Mungu anapokuondoa kwa kupitia viongozi walio juu yako, haupaswi kung'ang'ania, kwa sababu moja kati ya vitu vitakavyowaletea watu maangamizo pia ni nafasi za uongozi. Kwamba unakuwa kiongozi alafu unaamua vibaya, unawakosesha watu wengi. Tunaona maandiko yanavyosema mtu atakayemkosesha mtu akaacha wokovu, maana yake itafaa afungiwe jiwe la kusagiwa shingoni, atoswe baharini. Kwa hiyo amemkosesha. Huyu ni mtu ambaye anaongoza, amemkosesha mwingine. Sasa swala hilo sio jepesi. Kwa hiyo ukipewa nafasi Mungu ametaka, haupaswi kuikataa. Lakini ukifanya kampeni na kung'ang'ania upate nafasi fulani, majuto yatakuijia. Majuto ni mjukuu, utajuta mbeleni. Kwa hiyo ni vizuri kujua mapenzi ya Mungu katika kila jambo tunalolifanya. Kuyajua mapenzi ya Mungu. Ukiangalia ulimwengu leo au makanisa hata sasa, watu wengi wanang'ang'ania makanisa yaongozwe katika mfumo wa kidunia, sio katika kanuni ya kibibilia kwamba Mungu anasema nini, Roho wa Mungu anasemaje, mambo yaweje. Watu wanang'ang'ania mfumo wa kidunia, zile kanuni za kiuongozi. Tunatengeneza katiba. Katiba sio njia ya kumpeleka mtu mbinguni. Katiba haiwezi kukupa haki ya kimungu. Katiba ni mfumo wa dunia unaotusaidia kusajili madhehebu, kusajili vyama, lakini sio mahali pa kupata haki yako ya kimbingu. Katiba inaweza ikakupa idhini ya fulani jambo fulani, lakini Mungu akawa hajalifurahia wala Mungu hajakupa. Lakini katiba imekupa, mara nyingine umepigiwa kura kwa mujibu wa taratibu za kikatiba, lakini nafasi ambayo umeipata watu wamekutengenezea kampeni na nini, lakini Mungu hajaridhia. Kwa hiyo ukisoma somo la kwanza sura ya 8, unaweza kusema sura ya 8 mstari kuanzia 20, mstari hasa wa 4, mstari wa 4 mpaka mstari wa 22. Ile Samueli ya kwanza sura ya 8, utagundua kwamba hawa wana wa Israeli kama kanisa leo waling'ang'ana kwamba tunataka mfalme kama mataifa walivyo. Kama mataifa walivyo, yaani ule mfumo wa kuongoza watu wa Mungu wakataka waongozwe kama dunia inavyoongoza. Mungu akamwambia Samueli, wape wanachotaka, ila wape tahadhari, waambie matokeo yatakayowapata mbeleni. Wengi wakisema tuko tayari. Kwa nini? Kwa sababu wanataka waongozwe kama dunia inavyotaka. Na haya ni madhara makubwa sana katika kanisa letu la leo. Yanapotokea hata matatizo na changamoto, watu hawaangalii Biblia inasema nini, tupateje ufumbuzi kutokana na jinsi Roho wa Mungu anasema nini. Watu wanaangalia ule mtiririko wa kidunia jinsi ulivyo, kwamba mfumo wa dunia unaongozaje. Kwa hiyo dunia haiwezi kuwa na vitu vizuri vya kutupeleka mbinguni. Na hapo ndipo tunaporudi katika kitu cha somo kwamba kwa kila jambo tuyatafute mapenzi ya Mungu. Tujue Mungu anataka nini katika hali hii na katika jambo hili. Kuyajua mapenzi ya Mungu. Anayeongozwa na anayeongozwa wote wawili wanatakiwa wajue mapenzi ya Mungu ni nini. Wewe anayeongozwa na yule anayeongoza wote watafute kujua mapenzi ya Mungu, kwamba ni nini yanayonikabili, yaliyo mbele ya maisha yangu ni nini. Kuna wakati kiongozi anakuambia twende mbele. Kiongozi anakuongoza alafu anakuambia twende mbele, fanya hivi, fanya hivi. Sasa wewe unaona hakuna njia mbele. Anapokuambia twende mbele, hauioni njia. Mara nyingine unamuona simba mbele. Mara nyingine unaona huko mbele kuna shimo. Unaona kuna bahari ya Shamu, tapita wapi? Lakini kiongozi amekuambia twende mbele. Katika Kutoka sura ya 15
sura ya 14 mstari wa 15 na 16, Musa anawaambia wana wa Israeli, twende mbele. Mbele wanaona kuna bahari. Sasa maana yake ni kwamba twende tuangamizwe, twende tuangamie. Kwa hiyo hiyo tayari ni jambo ambalo unapaswa kuyajua mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu hapa anataka nini. Kiongozi anapotoa maagizo ambaye Mungu amemweka mbele yangu, ninapaswa kujua kwamba Mungu ameagiza, ameelekeza kutii na kutekeleza kile ambacho kiongozi amesema. Maana ni kiongozi wa kiroho, anasimama kwa niaba ya Mungu, hanipeleki shimoni. Lakini kanisa la leo kumekuwa na utafiti mwingi sana. Maelekezo na maongozi ni watu wachache sana wanaoweza kuwa tayari kuyafuata kwa moyo, kwa kujitoa na kwa kujua kwamba Mungu amesema. Ujanja mwingi sana unaingia ndani ya makanisa. Kwa hiyo watu wanataka waishi katika namna ya kiujanja. Hawazami katika kuyatafuta mapenzi ya Mungu, kwamba Mungu amewekaje kanuni au Mungu anasema nini katika hii. Sasa Kutoka 14 mstari wa 15 anasema hivi, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, waende mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawa, nao wana wa Israeli watapita katikati ya bahari, katika nchi kavu. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo Mungu anampa maelekezo huyu kiongozi. Lakini watu wanapata shida kwamba twende mbele. Hapo unaona haya ni maji haya, tuendeje? Tuingie. Na hapo ndipo ambapo anatokea Kora. Kora atajitokeza, watatokea mara nyingine viongozi wa kuanza kushawishi, fadhali tungerudi tu Misri, tungerudi tu kule. Wataanza kushawishi kwamba atawaambiaje kwenda mbele. Anataka watoe tu sadaka kwa mashetani, anataka watoe kwa mafreemason, anataka uwe sadaka. Kwa hiyo tayari kama hauna roho wa kimungu wa kutafuta mapenzi ya Mungu, utaanza kusikiliza zile kampeni na zile kelele ambazo zinajitokeza. Na hiki ndio kilio kikubwa kilichoko ndani ya mwili wa Kristo leo, katika kona zote, nchi zote, mahali pote ndani ya kanisa. Vurugu ambazo zinaendelea kujitokeza na kuwepo katika mwili wa Kristo, mara nyingine inatia huzuni na shangaza sana. Mahali ambapo naona kuna roho wa Mungu, watu wako katika maongozi yani ya roho wa Mungu. Kwa hiyo inakuwa kwaje katika haya yanatoka wapi? Ya jinsi ya namna hii yanakuja mpaka mara nyingine hata watu wa mahakama, watu wa serikali, mara nyingine huwa wanaongea kwa uchungu na inatutia aibu sana. Nakumbuka kiongozi mmoja alikuwa kwenye ofisi moja ya serikali ya ngazi ya juu, akasema, wachungaji, sisi tunategemea kukimbilia kwenu ili muweze kutuombea, muweze kutusaidia, tunakutana na mambo magumu. Sasa sisi ambao ni wavuta sigara, sisi ambao tunakunywa pombe, sisi ambao shetani anaendelea kututumia, sasa nyinyi ndio mnakuja kwetu sisi tuje tuwasuruhishe nyinyi ambao mmejaa Roho Mtakatifu, ni watu ambao mmemtumikia Mungu, mna miaka mingi, mnajua. Yani maneno haya yanapotoka kwenye kinywa cha binadamu wa namna hiyo na nyinyi mko pale, sijui unajisikiaje? Kwa watu wenye ile hofu ya kimungu watapata tabu, lakini mtu ambaye anatafuta haki zake kwa namna ambayo yeye anaona ameumizwa, anaona amenyang'anywa vitu fulani na nini, yeye hata hawezi kujali, yani hawezi kuyaona kama ni chochote. Na ndio maana Yesu akafika mahali akasema, kubalini hata kudhulumiwa. Mtu anayekulazimisha kwenda maili moja na naye maili mbili, kubaki kunyang'anya sijui na joho, sijui mwachie na hiki, kuonyesha kwamba hakuna sababu ya kuingiza mashindano ambayo yanauchafua mwili wa Kristo. Sasa anayeongozwa na anayeongoza wote wanatakiwa kuyajua mapenzi ya Mungu
katika kila jambo, la maamuzi, la utendaji katika kila jambo. Katika Hesabu sura ya 16, ukisoma Hesabu sura ya 16 hasa yote, ndio tunaona jinsi Kora alivyojaribu kuwashawishi watu wa Mungu. Walikuwa wale viongozi wa mstari wa mbele wote, wakatia kampeni na nini, mpaka Musa alipata tabu sana kama kiongozi mkuu. Akalazimika kuingia katika kumuuliza Mungu hata maswali magumu ambayo mara nyingine ninapoyasoma huwa najiuliza maswali mara mbili, kwamba je, mimi naweza kweli nikamuuliza Mungu maswali namna hii? Bora ni maswali ya magumu sana. Lakini Mungu aliajibu. Aliona moyo wa Musa na jinsi mzigo ulivyokuwa mkubwa, akamhurumia, akaweza kutoa majibu, lakini maswali yalikuwa ni magumu. Baada ya wana wa Israeli kuwa wameangamizwa, baadaye tena wakaleta tena mambo mengine. Sura ya 11 ya Hesabu, ngoja tusome mistari kadhaa inayoonyesha yale Mungu anatoa maadhabu mara nyingine, alafu Musa anaanza kuuliza maswali. Sura ya 11 ya ule mstari wa kwanza mpaka wa 3, anasema, kisha hawa watu walikuwa kama wanung'unikao, wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Mungu ukawaka kati yao, ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamuomba Bwana, ule moto ukakoma. Jina la mahali pale likaitwa Tabera, kwa sababu ya huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Sasa naona Musa akaanza kumlingana Mungu. Baada ya watu wao washirika wamelalamika, wanaanza kuzungumza mabaya juu ya Mungu na nini, Mungu akakasirika, akanyesha moto. Kizazi tulichonacho katika Agano Jipya, mara nyingine hatuoni sana matukio haya. Kwetu yamekuwa ni historia, kama ni hadithi, wengine wanaweza kuona kama ni kitu kimetungwa tu cha kuweza labda kufundishia, lakini matukio halisi ambayo yametokea duniani. Kwa hiyo Musa akamlingana Mungu, akamuomba Mungu. Mungu akalizuia hiyo. Baada ya hapo, mstari unaofuata, mstari wa 5 na wa 6, anasema hivi, twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zinakauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumainia isipokuwa hii mana tu ambayo ilikuwa namna kama tuseme mchele labda. Kwa hiyo ndio wanaukusanya, alafu wanatengeneza hilo pishi, wanakula. Kwa hiyo yani chakula kimewakinai, wanasema tunakula hiki tu. Sasa tunakumbuka matango, matikiti, vitunguu saumu. Kwa hiyo wanakumbuka eti kurudi kwenye utumwa, chini ya ule utumwa. Hao ni washirika. Dakika chache zilizopita Mungu ameshaleta ameachia moto, watu wamekufa sana mpaka Mungu alimuomba Musa, Mungu alinyamazisha ule moto, tena wanaanzisha tena zogo lingine. Yaani ni ajabu. Huyu ni kiongozi anaongoza watu wa namna hiyo. Na roho zile ni roho, nisema kwamba ndani ya mioyo ya watu ya maongozi. Kwa hiyo mpaka leo kanuni za kiuongozi na watu ndivyo zilivyo, hazibadiliki. Ndivyo zilivyo. Lakini mara nyingine Mungu anachambua wale ambao wanaongoza kuleta madhara kwenye mwili wa Kristo. Anatengeneza namna ya kuwanyofoa na kuachilia vifo vingine, madhara mengine. Ukisoma mstari unaofuata, mstari wa hasa wa 10 mpaka wa 15, anasema hivi, Hesabu hiyo 11 mstari wa 10 hadi 15, anasema, basi Musa akawasikia watu wakilia
katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pake pa hema yake, na hasira za Bwana zikawaka sana, na Musa naye akakasirika. Jinsi watu anaanza kukumbuka tena, huko nimewatoa, nimewaokoa. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Bwana, mbona unanitenda uovu mimi? Yaani Musa amekasirika naye. Sasa angalia maswali anamuuliza Mungu. Mtumishi wako, kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Anamuuliza Mungu swali la ajabu. Je, ni mimi niliyewazaa? Hata ikawa wewe kuniambia haya, wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto amwaye, wende nao mpaka nchi uliowapia baba zako. Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwa nini wananililia wakisema, tupe nyama, tupe kula? Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Yaani uniulie hata mbali. Yaani nikisoma haya maandiko na maongozi tulionayo kwenye kazi ya Mungu, unalia na unajiuliza maswali mengi katika magumu na mapito unayoendelea kukutana nayo. Musa anamuuliza Mungu maswali mazito ya ajabu. Mimi ndio nimewatungisha mimba kuwazaa watoto wote mpaka wawe ni wa kwangu, kama wawe ni kifuani kwangu, niwapeleke mpaka nchi ya ahadi. Watu wanaona tu jambo dakika 5 hapa na mimi bado tena wanarudia tu malalamiko tu, ni kelele tu, majungu tu. Musa analalamika na sasa Mungu anatoa majibu. Hebu tuone mstari wa 20. Mstari wa 20 na tutaruka tusome 33 mpaka 34. Mungu akatoa majibu, akawapa walichomtaka, ila akawaua walioendesha huo mgomo. Anasema mstari wa 20, lakini mtakula muda wa mwezi mzima. Maana yake sasa ameleta nyama, sasa mtakula mwezi mzima. Hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu, nanyi mtaikinai, kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu, na kulia mbele zake mkisema, tulitoka Misri kwa maana gani? Yaani tendo la kukataa kile ambacho Mungu amewapa, yani kuridhika na ile mana, kuridhika na ule wali, kwamba sasa tunakula wali tu, basi mmemkataa Bwana. Mpaka mnaanza kukumbuka hayo, mnataka mengine hayo kwa shuruti. Mungu akaamua kuwaletea kile alichokuwa naomba, nyama. Sasa angalia kinachofuata baada ya kula nyama. Mstari wa 30 na 33 mpaka na 34 anasema, kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao, hawajaitafuna bado, hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu. Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno. Jina la mahali pale likaitwa Kibroth Hataava, maana ni hapo walipowazika hawa watu waliotamani, hawa walioendesha mgomo na tamaa zao za nyama, sio nani, wote walifia pale. Maana wako wengine wanafuataga mikumbo tu, lakini wako vinara. Kutoka hapo Kibroth Hataava watu wakasafiri kwenda Haseroth, wakakaa huko Haseroth. Kwa hiyo unaweza ukapewa unachotaka, Mungu akakupa nyama unayolilia na nini, lakini kakuua. Na ndio maana ni muhimu kutafuta kujua mapenzi ya Mungu, sio kung'ang'ania kila kitu. Wako watu wakishaona na kanisa kubwa na watu wengi, mafanikio, watu wanapona na nini, basi anaona tu nakwenda mbinguni ni Mungu tu. Jua mapenzi ya Mungu katika kila jambo. Hiyo itakusaidia kuweza kwanza kuingia
katika mbingu takatifu iliyoandaliwa kwa ajili ya washindi wacha Mungu tu. Jua unachoomba, using'ang'anie tu, tafuta mapenzi ya Mungu. Hakuna kiongozi, awe Mungu au awe shetani au awe binadamu, hakuna kiongozi yoyote aliye tayari kufanya kazi na mtu aliye kinyume na yeye. Hayupo. Hata ungekuwa mzuri namna gani, kiasi cha namna gani, kiongozi mkuu anaweza akaamua kukutoa katika nafasi. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake haukufurahii. Ni kweli anaweza kuhubiri vizuri, ni kweli anaweza kusimamia sio vitu vizuri, lakini uko kinyume na kiongozi wako. Hakuna kiongozi atakayefurahia kufanya na mtu ambaye ni mpinzani wake. Yaani watu wawili waweza kutembea njia moja usipopatana. Kwa hiyo kiongozi anataka aone furaha na niseme na amani ya unyenyekevu na utii ya mtu anayemuongoza. Mungu hawezi kufurahia hata siku moja. Hata ungekuwa unaleta faida nyingi kwa Mungu namna gani, lakini kama uko kinyume na yeye katika kutii na katika maelekezo, hawezi kuangalia una faida kiasi gani, una elimu kiasi gani, una fedha kiasi gani. Hata shetani hawezi kukufurahia. Ndio maana shetani anaweza akamtuma mtu akaamua kumwachia mtu akafa kifo kibaya, lakini alikuwa anafanya kazi ya shetani. Shetani hajamlinda. Kwa nini? Kwa sababu mara kadhaa anaonekana kufanya kiburi na kuwa kinyume na bwana wake shetani. Kwa shetani naye anakuwa kinyume, naye anamwangamiza. Sasa vile vile hata katika swala la kibinadamu, swala la hiyo ni mataasisi vyovyote vile, hakikisha unakuwa katika moyo wa kiongozi wako. Usiangalie vipawa tu, na vipawa hivi vinategemewa. Ni kweli watu wanaweza wakawa wanakufurahia, wanakushangilia, lakini je, kiongozi wako anakuonaje? Moyo wa kiongozi wako unakuonaje kwake? Uko namna gani kwake? Ukiwa na watu chini wanakuonania, hao unaweza kutengeneza kampeni nzuri, watu wakasinini, wakakusapoti, na kwenye kula hao lazima wanakupa. Lakini je, kiongozi wako anakufurahia vipi? Hilo ni jambo kubwa sana katika masuala ya kiuongozi. Wewe utabakia kwenye kiburi mara nyingine cha kuwa una pesa nyingi, una elimu kubwa, unahubiri sana, jinsi ambavyo watu wako nyuma yako, lakini moyo wa kiongozi wako uko mbali kabisa na wewe. Tafuta kuingia kwenye moyo wa kiongozi wako ili kusudi yale mapenzi ya kiongozi wako yawe juu yako. Sasa kiongozi wetu mkuu ni Mungu. Tutafute Mungu anataka nini, tuufurahishe moyo wa Mungu. Unaweza ukamfurahisha baba yako kabisa, ukaona sasa baba yangu umeona hata ni laani. Laani sio na sababu alimpati mtu. Kama unafanya kinyume cha mapenzi ya Mungu, Shadraka na Meshaki na Abednego waligundua siri hiyo. Wakati mfalme anayetawala dola anawaambia wasujudu sanamu, hata kama sheria za nchi zinasema kutii mamlaka iliyokuu, lakini mbona ni kuabudu sanamu? Na huyu Mungu naye muabudu hataki kuabudu sanamu. Walikataa. Kwa njia hiyo Mungu aliwasaidia na kuwatoa katika mikono ya huyo binadamu. Kwa hiyo ni muhimu kulijua hilo. Sasa twende kwenye andiko muhimu sana, Matendo ya Mitume 13. Matendo ya Mitume 13 na ule mstari wa 22. Mungu, ukiufurahisha moyo wa Mungu na Mungu akakuweka katika nafasi ya kuongoza au kufanya jambo lolote la kazi yake, utakwenda vizuri kabisa, utafanya vizuri kabisa. Matendo ya Mitume 13 mstari 22. Mungu anamchagua huyu kijana katika namna ambayo ulimwengu unaweza usimpe kula, lakini Mungu anamteua kwa sababu amemfuatilia na kuona jinsi ambavyo anatumika, jinsi anavyokubali kupokea madongo, anatupia madongo na nini. Ndugu zake walikuwa wanamsema vibaya, mpaka wanamdhalilisha kwenye makundi. Sema wewe umekuja tu ni, lakini Mungu anautazama moyo wake.
Matendo ya Mitume 13:22, Mungu anasema, na alipokwisha kumuondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu. Unaona, anapendeza, maana yake anafanya mapenzi yangu. Anaupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Anaitazama future yake, jinsi anavyoendelea kutii na kutekeleza na nini, anafanya mapenzi yake yote. Sio ili mradi tu jambo limefanyika. Watu wameokoka sana, watu wamepona sana, kanisa limejaa sana. Je, mapenzi ya Mungu yako humo? Mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo uwe kiongozi, uwe unaongozwa, wote tunatakiwa tutembee katika kuyajua mapenzi ya Mungu tu. Hilo ni andiko muhimu sana, ukijumlisha na yale ambayo tumesema Mathayo ile 7 na ule mstari wa 21 na 23 anapozungumza kuhusu kuyafanya mapenzi ya Mungu. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 mpaka 17 anasema hizi na nyakati za mwisho, kwa kuonyesha kwamba tunatakiwa tujue mapenzi ya Mungu ni nini. Sio kila mtu aliyeokoka anafaa tu kuwa kiongozi bora wa kiroho. Hapana, ni yule anayetamani kutembea katika mapenzi ya Mungu. Huyu anakuwa kiongozi mzuri ambaye Mungu anamfurahia. Anakuwa katika hali ya unyenyekevu, anayatafuta mapenzi ya Mungu kwa kila jambo. Mungu anajua kwamba kila akimtuma ataendelea kufanya katika unyenyekevu, katika utii. Ukiangalia Yesu aliyekuwa kiongozi wetu bora kwenye Wafilipi anasema alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Ile Wafilipi 2 mstari wa 5 pale, au hata wa 4 ukianzia mpaka wa 11, mpaka mauti ya msalaba, unyenyekevu, akafa kifo cha aibu. Kwa nini? Ili tu kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Kuna wakati tutapata hasara kwenye biashara. Ili ufanye mapenzi ya Mungu, hudhurie vipindi, utapata hasara. Mara nyingine utahudhuria maombi, mara nyingine mikesha, utakuta umeibiwa. Umefanya mapenzi ya Mungu, kwa kuna hasara kadhaa zinaweza kukutokea, lakini cha msingi ni kwamba unayafanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio faida na furaha kubwa ya kila chochote unachokifanya, kwamba utauingia na kuona ule ufalme wa Mungu. Mungu atusaidie sana katika hilo. Basi muda huu nitakwenda kuomba Mungu na baadaye tutakwenda kuingia kwenye kitu kingine tena. Baba, katika jina la thamani la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya kuyatafuta mapenzi yako ndani ya neno lako. Wako watu ambao wameng'ang'ania vitu ambavyo wewe huvifurahii. Wako watu wameomba vitu ambavyo wewe huvifurahii. Unataka watu wajue mapenzi yako